kukushukuru mwenyekiti na jopo lako, hasa ukizingatia kwamba uchaguzi ulifika mahala nao kwa kwamba dira yetu kubwa ulete taswira yake. Kwa uchaguzi ni kubadilishana maneno, kubadilishana fikra, ikiwezekana hata watu kukosana kidogo. Lakini mwisho wa siku yote haya yanapotokea baadaye tunakuwa na lengo hili moja la kufanikisha tunalokusudia. Bahati nzuri kama watu wazima tumefanya hayo kama sunna katika jambo hili la uchaguzi, lakini mwisho tukarudi hasa kwa kuongozwa na nafasi zetu za kitaalamu tukakaa vizuri tukalifanikisha hili tulilolifanikisha. Kwangu binafsi niwapongeze sana kwa ujasiri wenu na kwa kuonesha taaluma zenu kwetu kama wazee wenu kwa kutuunganisha kulifanikisha hili. Lakini mwisho wazee niseme tu kwamba jukumu tulionalo sasa hivi sote kwa pamoja kuanzia vijijini, katani na wilayani kuweza kushirikiana kutetea nafsi zetu sisi na za wazee wenzetu kwa maana ya kwamba kuweka vizuri taifa letu la Tanzania. Hili taifa nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jopo lake kwa kuthamini na kufahamu kwamba wazee ni sehemu ya taifa. Kama mlivyokuwa mmesikia hapa kwa baadhi ya watumishi wetu hapa wamesema kwamba taifa lolote lisipopata nyongeza ya mawazo kutoka kwa wazee, hilo taifa linakuwa liko nyepesi. Hata familia nyumbani, mzee asipokaa vizuri, familia hiyo itakuwa nyepesi na ni rahisi sana kupotea. Na hata adui ni rahisi sana kuingia. Sisi tuna kazi moja tu kwa sasa hivi. Kuhakikisha kwamba kuulinda umoja na mshikamano wetu wa nchi hii. Ili tuhakikishe kwamba tunu yetu ya nchi hii amani inapatikana. Tunaam msidanganye kusema kwamba sio amani italindwa zaidi na Mpwangala au na mtu wa Kigoma, la. Wote kwa pamoja na hata wewe kwa mafia. Wewe unajua kwamba wewe ni mwana ustari wa mbele katika kulinda umoja na mshikamano na usalama wa nchi hii. Ndipo tutakapopata nafasi ya kulima, kuvua, kufanya ibada na kuendelea na mambo yetu. Kwa hiyo viongozi wangu kuanzia wa vijiji, kata na hawa wa wilaya na watumishi wote tushirikiane katika kuhakikisha kwamba jambo hili tunalibeba kama letu, na kama tulivyozungumza sisi itabidi tujitolee kwa niaba yenu kwa hali na mali tuwafikie ili tupate mawazo yenu ili tuhakikisha kwamba jambo hili tunaliweka katika mazingira mazuri. Unajua mtu akiigwa hata mwenyewe anajisikia kwamba mimi niko vizuri. Basi wacha tufanye vizuri nchi hii na wilaya hii katika jambo hili. Wengine wale zetu watatuiga. Maana sisi tumewakia kama kisiwa tu Tanzania katika masuala ya amani. Hata wasiwasi watujia sababu tukizungukwa na watu ambao wako hofu, hata sisi maneno yetu yanakuwa sio mzuri. Sababu unapokuwa na mamlaka bila mwongozo, hodi yako haipokelewi unapopiga hodi. Lakini tukiwa tuna mwongozo, nadhani tutakuwa tuko vizuri kutetea haki zetu sisi kama wazee. Uliulizwa swali moja zuri tu hapo kwamba nasikia katika nafasi hizi kuna mweka hazina. Kuna nini katika jambo hili? Bahati nzuri majibu tumeyapata na tunashukuru. Sasa hiyo ni sehemu moja tu ya swali dogo, lakini kuna mambo mengi ambayo ni sehemu kubwa tunahitaji mwongozo. La kwanza, lakini la pili ni wakumbushe. Leo tarehe 24, tarehe 29 ndio tunadai jambo letu. Jambo lile ni jambo ambalo adhimu sana kwenye nchi yetu. Ndio jambo ambalo linaunganisha ufanisi bora. Maneno yangu ya mwanzo ndio yasema. Kila mtu ana fikra zake. Maana Mungu atusaidie na endelee kutusaidia. Hatujasumbuliwa. Lakini watu wana hamu ya kutaka kusumbua. Na kwa kujisahau watu, hata sisi wenyewe ndani tunafikia hatua hata kusema vijineno tunataka tusumbuane. Jamani, tuhakikishe kwamba yote tunayaacha. Tunahakikisha siku ya tarehe 29 tunaenda katika vituo vya uchaguzi kuwachagua madiwani, kuwachagua wabunge, kumchagua Mama Samia. Mafia, kuchagua madiwani wa wilaya ya Mafia, kumchagua mbunge wa Mafia na kumchagua Mama Samia. Nadhani hawa ndio washikadau wetu katika kusimamia masuala yetu ya ulinzi na usalama na umoja na mshikamano. Ninyi sasa hizi ndio wawakilishi wa wazee wengine katika masuala yote. Maana masuala mengi yatapitia huko kwenu. Lakini kila mnaporudi mtatusaidie serikali kwenda kurekebisha vijana kimaadili. Kwa sababu kama alivyotangulia kusema hapa mganga mkuu, hakuna kijiji kisichokuwa na wazee. Na wazee ndio visima vya busara na hekima. Vijana wetu wa sasa hivi wamepotoka sana. Kwa hiyo kupitia nyinyi tunatarajia mtaturekebishia wale vijana ili sisi tuendelee kuwatumia katika kazi mbalimbali. Zahanati 23 na vituo vya afya viwili na hospitali ya wilaya moja kwa population ya watu 66,000. Kwa hiyo tuna idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya tuna vituo vingi kuliko idadi ya watu. Kwa maeneo mengine watu 66,000 ni kata au ni tarafa moja. Lakini kwa sisi Mafia ni halmashauri kwa sababu ni kisiwa.
Kwa hiyo nini kifanyike? Ni kuboresha huduma kwenye maeneo yetu ili wazee waweze kupata tiba. Kuna siku alikuja mheshimiwa mbunge pale hospitali akaniambia, daktari, mbona watu wamejaa sana? Nikamwambia ni kweli, watu hapo wamejaa, lakini ukiangalia kesi nyingi zinazokuja level ya hospitali ya wilaya zinatakiwa ziishie kwenye zahanati. Ni kwa sababu hatujawa na ule mpango wa kuzuia watu kwamba lazima uje na rufaa. Maeneo yetu unapokwenda hospitali ya wilaya lazima upate rufaa kutoka kwenye zahanati yako, kwamba ile shida yako sasa imeshindikana kule, unaletwa hospitali ya wilaya kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo utajikuta kesi nyingi pale hospitali ya wilaya ni zile ambazo zingeweza kupata matibabu pale kliniki zahanati au kituo cha afya Kiegani na maeneo mengine. Na kwa bahati nzuri sasa hivi vituo vyetu vya afya hivi viwili Kiegani na Kirongwe vina vipimo vyote, vipimo vya figo, ini, yani vipimo vyote vinapatikana kwenye vile vituo. Ini, figo, moyo, swili, vituo vyote, vipimo vile vikubwa tayari vinapatikana kwenye vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo tukiboresha kushirikiana na nyinyi kule kwenye kata, maana nyinyi kama mlisema wazee ni rulu, ile mkutano wa ODC nyinyi huwa mnafika kule na mnaona. Kwa hiyo inapotokea ule mganga mfawidhi wa kule anatoa taarifa, akitoa vizuri basi msaidieni. Lengo ni tuboreshe huduma kule ili watu wapate huduma. Mwisho siku wakija huku basi waje kwa rufaa. Kama kipimo kinaweza kufanyika Kirongwe, hakuna haja ya kumletea mgonjwa kuja hospitali ya wilaya mpaka anatumia nauli na gharama nyingi. Kumbe vile vipimo ameweza kupata kule alipo. Lakini tuna huduma za ultrasound ambazo sasa hivi tunatoa pale Kiegani, tunatoa pamoja na kule Kirongwe kituo cha afya. Na tutakuwa nafanya na huduma mkoba ili kuboresha afya. Na tunakwenda kufanya karabati hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya karibuni tutaingiziwa fedha kama bilioni 1. Nani kama Mama Samia? Sasa tukipata bilioni 1 ile hospitali itabadilika. Mabati yote yenye kutu yataondoka, hospitali itakuwa ya kisasa zaidi. Kumbuka sasa hivi tuna jengo la wagonjwa wa dharura na wagonjwa la EMD, na tunajenga jengo la mama na mtoto la kisasa kabisa. Na vifaa vya kisasa kwa watoto njiti, wale watoto wanaozaliwa na uzito pungufu. Hizi zote ni jitihada za serikali. Kwa hiyo na sisi wazee kama mlivyosema ni lulu. Kijiji bila wazee hakiendi. Kwa hiyo pale mnapopata changamoto kwenye vituo wetu kutolea huduma, mtatuwasiliana na sisi. Usubiri ile mpaka kuja kwenye kikao hapa ndio mtu aanze kulalamika. Pale pale sio tunataka subiri kwa nini mzee Kirongo labda aliambiwa hivi. Tulifanyie kazi mapema ili tukuje kwenye kikao hapa tuongee maendeleo na sio malalamiko. Mimi kwa niaba ya wakurugenzi niwashukuru sana, lakini kabla sijafunga nitamkaribisha kaimu katibu tawala aseme neno la serikali alafu